Shalom wote wanafuatilia YouTube. Napenda kurudi tena kwenu leo hii nafundisha habari ya ndoa na mahusiano, na kuna vitu vingi vinavyoendelea kwenye ndoa. Kuna changamoto nyingi zinaendelea kwenye ndoa. Kuna vitu ambavyo vinafanya ndoa zivunjike leo hii, kama ulevi, kama uzinzi na vitu vingine. Hivi vitu vinafanya ndoa isiwe imara kwa sababu ya changamoto hizi ambazo watu wengi wanapitia. Na kuna mambo ambayo nataka nizungumze. So kuna watu wengi leo hii wanauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya kutoelewana. Unajua, unapokutana kwenye mahusiano unatakiwa nyinyi kwa nyinyi, kuna kitu inaitwa makubaliano kati ya baina ya mtu mwingine na mtu mwingine, kwamba nataka tuanzishe maisha, nataka tufunge ndoa, nataka tuwe na watoto, tuwe na nini. Ni nyinyi mnaweka makubaliano, mfano ushauri au jambo lingine lote. Hapana, kwa sababu mapenzi hayana ushauri. Mapenzi ni baina ya watu wawili wenyewe wanaokutana na wanapanga kitu gani wafanye. Okay. Kuna mtu mwingine anakuambia eti Bwana atampa mke. Sijawahi ona kwenye Biblia mtu yote amepewa mke na Mungu. Hapana. Bali kuna andiko linasema hivi, mke mwema anatoka kwa Bwana, au mume mwema anatoka kwa Bwana. Kwa lugha kutoka kwa Bwana kwamba ni umcha Mungu, yani yuko tayari na Mungu, ana hofu ya Mungu. Hawezi kufanya vitu vyote, lazima ataogopa Mungu. Hataweza kuchiti kwa sababu anamuogopa Mungu. Hataweza kwenda nje ya against na ndoa yake na familia yake kwa sababu ana hofu ya Mungu. Lakini leo hii wanaume wengi, angalia, mwanaume alikuwa anatoka nje, hajali familia, ameenda kwenye makampani huko anakunywa melewa na nini na vitu vingine. Sasa angalia, aliruhusu mpenyo na akaweza kufanya vitu vya ajabu sana, na akafanya mauaji juu ya mke wake. Lakini yote yanasababishwa na vile ambavyo aliruhusu haya mambo yatokee kwenye familia yake. Na angekuwa yupo unity na familia yake, wala asingeweza kufanya haya mambo ambayo ya kutisha. Kwa hiyo tunaona kuna mambo ambayo tunayaruhusu kama pombe na vitu vingine. Tunaweka sana marafiki mbele kuliko wake zetu. Tunaweka marafiki mbele kuliko watoto. Ndio maana unakuta wazee wengi kwenye familia zao, yani watoto wake wanamchukia, au watoto wao hawampendi. Unakuta mke aende naye sawa, vurugu kila siku, kwa sababu tu kwa vile ambavyo umeruhusu sana marafiki, umeruhusu sana pombe, umeruhusu sana uzinzi kukaa katika maisha yako. Umeshindwa kuipatanisha familia yako. Na sasa tukijiuliza, wewe ni kichwa cha familia, kwa nini sasa umeshindwa kuishi na mwanamke na kwa akili? Biblia inasema ishi na mwanamke kwa akili, kwa sababu ukiwa na akili ukaishi na mwanamke vizuri, lazima kuna maendeleo yatatokea. Na kwa nini utajiri haupo kwenye familia, wala chochote kile ambacho kinatakiwa kujenga katika familia hakipo? Kwa sababu umeruhusu adui aishambulie familia yako. Kuna siku nilikuwa nafundisha habari ya pombe. Kuna hatua zile za pombe. Pombe utashawishiwa, utakunywa. Ushakunywa, utaona sasa kampani ile ni nzuri, itaenda kuifuata. Ukishaenda kuifuata, utaacha mke nyumbani. Utaona kwamba sasa utaanza utaratibu za kuchelewa kurudi. Utaanza kuona mke wako mbaya, anakubana sana. Mwisho wa siku sasa utaanza kuchukua maamuzi yako mwenyewe. Sio tena utapaswa kusikilizwa au kushauriwa na mke wako. Utaona sasa marafiki ndio wanashauri wakuu. Sasa utaanza kusikiliza ushauri wa marafiki. Sasa utafikia kati utaona pombe ni tamu, utaanza kutoka nje ya ndoa yako. Utaanza kuwa busy na ndoa na marafiki. Sasa mwisho wa siku ndoa inaharibika. Ndio maana sasa unakuta changamoto nyingi sana ndani ya ndoa zinasababishwa na pombe, au wanasema umalaya tu lugha nyingine. Zinasababisha sana kuweza kuharibu ndoa yako. Na marafiki, unajua unapofunga ndoa na mke wako, rafiki wa kwanza ni mke wako. Sasa changamoto zimetokea nyingi sana, na ndoa nyingi zinavunjika na watoto kukosa baba na mtoto kukosa mama.
kwa sababu ya hiyo. Cheke sasa hivi Omari yupo jela, mke wake kafariki. Kwa hiyo ni changamoto nyingi sana, na nimeamua kuja leo kufundisha hili kwa sababu tumejifunza matukio mengi yanayotokea. Mungu Baba akubariki katika jina la Yesu. Barikiwa sana, endelea kusubscribe. Natumaini umepona, natumaini umeelewa katika jina la Yesu. Amen.